katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, shukrani na utukufu, kwa kuwa wewe ni Mungu wa kutumainiwa, na heri mtu yule akutumainie, kwa kuwa matumaini yake kamwe hayatakatiliwa mbali. Umethibitika kuwa ndiwe kweli, njia na uzima. Maneno yako ni amina na kweli, kwa kule kutamkwa kwa sauti ya neno lako umeumba. Nawe ndiwe lile neno lililofanyika kuwa mwili. Ukaja kwa walio wako, ukakaa kwao, lakini walio wako hawakukutambua. Lakini wanaheri watu wale wote waliokupokea, kwa kuwa umewapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Litukuzwe na kuhimidiwa jina lako. Hivi ndivyo tunavyokutukuza tena na tena, kupitia nguvu katika neno, kwa uzima, kwa wokovu, kwa ukombozi, kwa uponyaji, kwa kuhekimishwa, kwa kuelekezwa, kwa kuinuliwa, kwa kurejeshewa matumaini yaliyotindika. Daima sifa, shukrani na utukufu na viwe vyako wewe. Kwa mara nyingine tena, tumia kinywa hiki cha udongo ulichokiumba kwa kusudi la kupitisha yale yaliyo ya kiungu, yaguse maisha ya wote wanaoambatana nami kupitia nguvu katika neno. Gusa maisha ya kila mmoja wao katika kiwango cha uhitaji wake. Na wewe uliye Bwana na Mungu, uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa mara nyingine tena ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni uzuri ulioje kukutana tena kwa njia hii ya nguvu katika neno. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka katika familia ya ENCC Mji wa Bwana. Siku zote kwa niaba yako, kinywa changu hakitaacha kunena shukrani zangu mbele za Mungu kwa ajili ya familia yote ya ENCC Mji wa Bwana, na kwa ajili ya timu nzima ya Hebron Media, ambao kupitia juhudi zao na neema ambayo Mungu ameiweka juu yao, maisha yako yanaguswa, yanaelekezwa, yanainuliwa, yanagangwa na kuponywa kama ilivyo hivi leo. Na kwa njia hiyo utafanya vema kabisa kuwashirikisha wengine habari za wema wa Mungu katika Mji wa Bwana, na habari za wema wa Mungu kupitia Hebron Media na Hebron TV kwa ujumla wake. Utafanya vema kabisa mbele za Bwana, na ni maombi yangu kwa Mungu ya kwamba ijara zako kamwe hazitatereza mikono yako. Naam, katika vipindi 5 vilivyopita sasa, maana yake vipindi 4 vya sehemu ya kwanza na kipindi kimoja cha sehemu ya pili, tunaongelea kushughulika na kuikabili roho ya mkwamo. Mtu anayekuwa amekwama ni mtu asiyetamani kuwa na hali hiyo katika eneo lolote. Mtu akikwama, iwe amekwama safarini au amekwama katika safari ya maisha, amekwama katika masomo, amekwama katika ndoa, amekwama katika uzao, amekwama katika mahusiano, amekwama katika biashara, amekwama katika elimu, amekwama katika maisha ya kiroho na eneo lolote. Mkwamo ni jambo ambalo halihitajiki katika eneo lolote la maisha ya mwanadamu. Na kwa uzito kabisa Mungu ameweka mzigo huu ndani yangu, kushughulika na roho ya mkwamo katika maisha ya watu. Tuliongea huko nyuma kuhusiana na mkwamo unaotokana na makosa ya mikono ya watu. Tulimgusa mtu kama Ruben na kosa lake, na Yona na makosa yake.
Tuliongea aina ya mikwamo inayotokana na hayo makosa ya mikono ya mwanadamu kama mikono ya Daudi. Hali kadhalika tuligusa mambo machache yanayomaanisha zile factors zinazoamua hiyo tunayoita the spirit of limitations. Na kipindi kilichopita tumegusa kiwepesi swala zima la roho ya udhaifu. Nami nimekuahidia vivyo ya kwamba nitakuwa nikiendelea na kuukabili mkwamo katika kipengele cha roho ya udhaifu kwa vipindi kadha wa kadha vijavyo. Leo hii ni kipindi cha pili katika sehemu ya pili, tunapoikabili roho ya udhaifu. Nianze kwa kusoma andiko kutoka katika kitabu kile cha Injili ya Luka sura ile ya 13 mstari wa 10 hadi wa 13. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mkono wake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Mama, umefunguliwa. Hakusema ufunguliwe, hakusema utafunguliwa. Alikuwa anazungumza katika kile ambacho tutakiita the present perfect tense. Imetendeka saa hiyo. Umefunguliwa katika udhaifu wako. Watu walizoea kumuona huyu mama akiwa anaenenda amepindana. Wengine wangesema amezaliwa hivyo hivyo. Wengine wangesema tangu amemjua yuko hivyo hivyo. Wengine wangesema ndivyo alivyoumbwa. Wengine wangesema is natural accident. Mazingira yanayoamua the accident of nature, kwamba uumbaji umesababisha ajali ya namna fulani impate mtu huyu. Na wengine wangesema pengine labda aliumia akiwa mdogo, au katika kupewa huduma ya kuzaliwa kwake. Lakini maandiko yananena nini hapa? Hii ni nguvu ya pepo wa udhaifu iliyokuwa imemkalia mtu. Na kwa kule kumkalia mtu huyu akaishi amepindana. Kwa muda wa miaka 18 amepindana. Kama alipindana akiwa na miaka 7, sahia na miaka 25 amepindana. Kama alipindana akiwa na miaka 10, sahia na miaka 28 amepindana. Miaka 18 huyu mtu amenenda akiwa amepindana. Hawezi kujinyoosha. Hawezi kuenenda akiwa kifua mbele. Hawezi kuandama mambo yoyote ya maisha yake, iwe ni biashara, iwe ni familia, iwe ni elimu, kwa uhuru, kwa sababu akitembea amepindana, mavumbi yanayotimka miguuni mwake yangekuwa chakula cha pua yake na mdomo wake. Amepindana na hivyo kumletea hali ya mkwamo. Ni jambo mmoja linalompiga mtu, naye anakuwa amepindana. Na katika kipengele hiki cha kipindi cha pili, sehemu ya pili ya the spirit of infirmity, tunazungumzia nini? Tunazungumzia kipengele cha namna gani unatambua mtu aliyekabiliwa na roho hii ya udhaifu. Inadhihirikaje roho ya udhaifu?
Jambo la kwanza, mtu anayekabiliwa na roho ya udhaifu utamtambua kwa kule kuishi akiyavumilia maisha badala ya kuyafurahia maisha. Naishi akiyavumilia maisha badala ya kuyafurahia maisha. Kuyavumilia maisha tunamaanisha nini? Huna unachokifurahia. Watu wanaposema kuna mlo ulio mzuri, wewe daktari kasema mlo huo usije ukawahi kuishi kuonja, wala usije ukawahi kuula. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ya udhaifu ndani yako, haikuruhusu kula mlo huo. Wakati watu wakiwa wanafurahia uhuru wa kusafiri huko na huko, wewe ni lazima upate kibali cha tabibu kama unaweza kusafiri kwenda umbali wowote. Kwa hivyo maisha yako yanabeba mizigo ya kuishi ukiyavumilia maisha badala ya kuenjoy life. Hiyo ni mdhihirisho wa roho ya udhaifu. Ndiyo sababu katika kipindi kilichopita cha kuikabili roho ya udhaifu nilinena, kuna watu ambao unaweza kudhani huna baraka yoyote unayobeba, lakini kwa Mungu kukupatia wewe nguvu na afya njema, hiyo ni baraka tosha. Kwa kuwa kuna watu wako na fedha tele, lakini vile wanavyokula ni vile walivyoambiwa. Utakula uji huu tu, utakula pengine mlo wako ni kitu hiki tu kilicho na mchanganyo wa vitu vichungu vichungu na havina ladha yoyote. Lakini kwako wewe, ukipewa kuku mzima utammaliza, ukipewa mbuzi utammaliza, ukipewa ng'ombe unaendelea naye, ukipewa mboga mboga ni sawa, ukipewa majani ni sawa. Hakuna kinachokwama kwako. Wewe unadhani huo ni ufukara? Hapana. Ni zawadi na kipawa cha thamani ulichopewa na Mungu. Kwa kuwa mtu ambaye ametengwa na udhaifu amepewa thamani iliyo zaidi ya fedha na mali. Hii ndiyo maana katika mapigo ambayo shetani alimlenga nayo Ayubu, kwanza alipiga heshima yake yote, maana Ayubu alikuwa na jina jema kuliko watu wote wa nchi ile ya Usi. Pili, akapiga mali yake yote, aliondoa utajiri aliokuwa nao. Tatu, akaondoa familia yake, aliua watoto wake wote, na mke wake akanena maneno ya makufuru juu ya imani yake Ayubu. Na mwisho wa yote, wale waliokuwa rafiki wa kweli waligeuka kuwa rafiki wataabishaji. Ayubu hakugeuzwa moyo, aliendelea kuwa imara kiroho. Shetani ilimlazimu arudi kutafuta tena idhini mpya ya jinsi atakavyoipiga afya ya Ayubu. Naye akinena kwa Mungu, shetani alisema mwanadamu atafanya lolote kwa ajili ya afya yake. Mungu akasema, nimekuachia mwili wake, lakini roho yake hautaigusa. Na kutokea katika fursa ile, Ayubu alibaki na kichwa chake mpaka Mungu aliporejesha yote ambayo Ayubu alikuwa amepoteza, mpaka afya yake. Na tangu siku zile, msalaba wa Kalvari uligeuza maneno ya mshitaki wetu Ibilisi, yaani shetani, kuwa yeye ndiye mshitakiwa. Kwa kuwa damu ya mwana kondoo Yesu ilimpeleka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, ikamshitaki mshitaki wetu, naye amehukumiwa hastahili kupeleka mashitaka dhidi yetu tena. Kwa sasa damu ya mwana kondoo Yesu ndiyo inayonena yaliyo mema kwa ajili yetu kule mbinguni, na Yesu Kristo aliye mwombezi wetu, na Roho Mtakatifu aliye mshauri na mtetezi wetu,
Kwa haya inakwambia nini? Mungu amekusudia uishi ukiyafurahia maisha. Mungu amekusudia uishi ukiwa unafurahia vyote vilivyopewa kufurahiwa humu duniani. Uende kule unakotaka kwenda na unakotakiwa kwenda. Ule kile unachotaka kula kwa wakati unapotaka kula. Haya ni maisha yaliyokusudiwa na Mungu kwa ajili yako, kwamba uishi ukiyafurahia maisha na sio kuyavumilia. Pili, ni mtu wa namna gani anayekabiliwa na roho ya udhaifu? Ni mtu ambaye hawezi kuinuka kwa kiwango cha uwezo alionao. Tunapotumia neno uwezo tunamaanisha the divine potentials in you. Kuna uwezo uliowekwa na Mungu ndani yako. Kuna watu ambao wana uwezo mkubwa katika masomo, lakini magonjwa na udhaifu havikuwaacha wasome waende umbali wowote. Kuna watu ambao wangekuwa pengine ni wanandoa walio bora sana, lakini magonjwa na udhaifu hayakuwapa uhuru wa kufurahia ndoa zao. Kuna watu ambao wangekuwa viongozi wazuri sana, iwe katika huduma, iwe katika jamii, iwe katika taifa, lakini magonjwa na udhaifu havikuwaacha watumie neema na uwezo walionao wa kuwaongoza wengine katika kupata yaliyo mema. Kuna watu ambao pengine wangekuwa wana michezo wazuri, na wengine wangekuwa labda ni majemadari wazuri katika kambi za jeshi na katika maeneo mengine. Wengine wangekuwa mainjinia wazuri, wengine wangekuwa matabibu wazuri, na yale yote ambayo ni uwezo uliowekwa ndani ya mtu kwa mkono wa Mungu mwenyewe, kile tunachokiita the virtues of life, thamani za wema wa Mungu ndani yako. Wakati wowote ambapo udhaifu unakupiga, ukawa ni mtu ambaye huwezi kuishi ukadhihirisha yale ambayo ndiyo hasa Mungu ameyaweka ndani yako, na unabaki ukiugua na kuugulia ndani yako kwamba mimi ni vile kwamba nimeugua, ni vile kwamba ni mdhaifu, lakini ningefika pale, nikafika na pale. Yeye yageuzaye yasiyogeuzika, nawe Mungu atakaye kutenga na kila namna ya fungu la udhaifu tangu jioni hii ya leo, akutenge nao. Yale yote yaliyo hazina za wema na fadhili zake ndani yako, akupe kuyaishi, akupe kuyatimiza, akupe kuyadhihirisha usoni pa nchi, na jina lake likatukuzwe katika jina la Yesu Kristo. Tatu, ni mtu wa namna gani huyu anayeishi maisha yanayokabiliwa na roho ya udhaifu? Ni mtu anayeishi maisha tunayoita ya dhiki, kutwezwa na kuwa mhitaji wa vitu vyote. Na hapa namaanisha life of destitution and despondence, maisha ambayo ndani yake yale yanayokukabili ni dhiki na hali ya kuwa mhitaji wa vitu vyote. Unakuwa fukara kwa sababu ya maisha ya udhaifu. Niambie, kwa mtu kama kiwete aliyekuwa katika mlango mzuri wa hekalu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Huyu ni mtu ambaye alikuwa akiomba sadaka kuanzia asubuhi mpaka jioni, na alikuwa mhitaji wa vitu vyote. Maandiko yananena alikuwa na miaka 40, naye alikuwa ni kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Jambo moja unaweza kujiuliza, ikiwa ameomba pesa mchana kutwa leo, kesho ingewezekana labda asionekane hekaluni, awe ameenda kutumia hizo pesa alizoomba
omba leo. Lakini huyu mtu alikuwako pale hekaluni maisha yake yote. Hajawahi kwenda kutembelea shopping mall yoyote. Hajawahi kwenda kununua chochote. Kwa hivyo kuna watu ambao walimweka pale, akaomba pesa. Wao wangekuwa wanapanga budget. Wao wangekuwa wanaamua ale nini. Na kazi yake ni kuomba kila kunapokucha kwa watu wanaoingia hekaluni. Mtu huyu hangekuwa na wazo la kuwa na familia yake siku moja. Mtu huyu hangekuwa na wazo la kwenda shule siku moja. Mtu huyu hangekuwa na wazo la kuwa na kazi au biashara siku moja. Mtu huyu hata maisha ya kule kumuomba Mungu tu, watu wanaokuja hekaluni, wanaingia hekaluni waende wakatoe dhabihu na wakaabudu Mungu ndani ya madhabahu, yeye aliishia nje ya lango la hekalu. Kwa hivyo hata Mungu kule kumwabudu waabuduvyo wengine, amekwamishwa, amekwama pande zote kwa sababu ya udhaifu. Ndivyo alivyokuwa Batimayo mwana wa Timayo, kipofu mwombaji wa Injili ya Marko sura ya 10. Kwa sababu ni kipofu, hana familia, hangekuwa na mke, hangekuwa na uwezo wa kuwa na uchumi wowote wenye nguvu. Alikuwa mwombaji, alikuwa mhitaji wa mambo yote, mhitaji wa vitu vyote. Siku Yesu alipomuuliza, unataka nikutendee nini? Alisema, nataka macho yangu yapate kuona tena. Na Yesu alipompatia macho Batimayo, maisha yake yote yalikuwa yameanza upya, yakafunguka. Batimayo hakuwa ombaomba tena. Batimayo angeweza kuthubutu, kama ni biashara, kama ni kilimo, kama ni ufugaji, kuanza kuwa na ndoto za kuwa na familia yake mwenyewe. Ndivyo kiwete wa mlango mzuri wa hekalu wa Matendo ya Mitume sura ya 3, Petro na Yohana wanapokutana naye, nao wanapomwambia, fedha na dhahabu hatunazo, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Alisimama mtu huyu kiwete wa tangu miaka 40, tangu tumboni mwa mama yake. Hakukimbia mtaani. Jambo la kwanza, aliingia hekaluni mwa Mungu, akaabudu na wote waabuduwa humo, na ibada zikanyamaza. Watu wakabaki wakimstaajabia, nao wakiuliza ushuhuda wake, imekuwaje? Vifundo vya miguu yake vimetiwa nguvu. Amesimama kwa mara ya kwanza kwa miaka 40. Hii ndiyo fahari ya Mungu ambaye mimi ni wake, nami nasimama mbele zake daima, ya kwamba yale yasiyowezekana, bila kujali ya kwamba ni kwa miaka mingapi, huweza kuyatenda kwa ghafla kwa ajili yako. Naam, ayatende sasa kwa ghafla kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo maisha ya kuwa mtu aliyetwezwa, aliyeduni, aliyemhitaji wa vitu vyote hutoweshwa kwa chanda cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. 4, ni maisha ya mtu wa namna gani huyu ambaye tunasema anakabiliwa na roho ya udhaifu? Ni maisha ya mtu ambaye anaishi maisha ya kupoteza yale ambayo ni ya thamani katika maisha yake. Unapoteza kila kilicho rasilimali ya yaliyo ya mema, hazina za mema katika maisha yako. Injili ya Luka sura ile ya 8 tunasoma habari ya mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Maandiko yanatuambia kwamba kuna mateso ya aina 3 mama huyu aliyapata. Mateso ya aina kama 4. Ya kwanza, aliteseka na ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo maumivu na mateso ya ugonjwa ni jambo jingine.
ya pili aliteswa mengi na mikono ya matabibu wengi. Ingekuwa ni mikono ya tabibu mmoja, pengine ungesema inawezekana ni maumivu aliyokuwa nayo mwenyewe, anamsingizia tabibu. Lakini matabibu wengi wanapoanza kuhusika na jambo la mtu huyu anakuwa katika mateso yaliyo mengi. Huyu anasema hiki na yule anasema kile na yule anasema kile na yule anasema kile. Wala usiombe kukutana na jambo kama hilo hata siku moja. Nakumbuka nimekaa na huyu mama ambaye alikuwa na tatizo la tumbo, ni tumbo la uzazi, na amekuwa akipata matibabu katika moja ya hospitali hapa Dar es Salaam. Na katika moja ya nyakati alifanyiwa operation katika hospitali hiyo. Na nyakati zikaja, muda ukaendelea, tatizo lake alikupata nafuu. Akaja daktari mwingine bingwa ambaye ni wa asili ya Kihindi, na akaanza kumhoji huyu mama kwamba huyu daktari aliyekuwa anakufanyia operation hii alikuwa anaondoa nini, alikuwa anafanya kazi gani. Akamweleza kwamba alisema nilikuwa niko na tatizo la mirija na hivi na hivi. Akasema walikutesa bure, alikuwa anakukata kwenye eneo ambalo wala sio tatizo lako. Na yeye akaprescribe maelezo tofauti na jinsi gani huyu atatibiwa. Na mwisho wa siku wakamleta theater na wao wakafanya operation ya kitu kingine. Muda ukaenda mrefu, kaja daktari mwingine. Huyu walikuwa ni mwanamume, naye akauliza kwamba hawa walikuwa wanafanya nini na tumbo lako kukukatakata kwenye maeneo usiokuwa na tatizo. Unaposikiliza kisa cha huyu mama, unaweza kubaki ukiwa na hasira na watu ambao wamekaa wakiwa wamesomeshwa kwa gharama, wakiwa wameinvesti masaa ya kutosha na miaka ya kutosha ili watoke na vyeti vinavyowapa hiyo certification kwamba wamekuwa certified kufanya kazi yao, na kufanya makosa ambayo wao kwa wao hawaongei lugha moja. Je, wanafanya makosa ya namna hiyo kweli? Sidhani. Kati ya watu ambao mambo wanayoweza kupewa tena na tena kuyazingatia ni watu wa taaluma ya kitabibu. Kunapotokea wachache wanafanya makosa haya na yale, ni makosa ya kiwango kidogo, hii haiondoi kwamba wao bado ni watu wanaotazamiwa kuwa watu wa kutegemewa katika kutoa huduma ya kitabibu. Lakini kunapokuwa na roho ya udhaifu yenyewe huweza kufanya watu washughulike na mahala palipo kama pana tatizo na hapana tatizo, na au palikuwa pana tatizo kweli, katika saa inapokuwa imeondolewa tatizo hilo, inaonekana ni kama vile walioshughulika na hiyo walishughulika na kitu kisichokuwapo. Haya ndiyo ambayo nimeona yakitendeka tena na tena kwa watu ambao wengine wao wamekaa mbele ya meza yangu, wengine wao wamekuja moja kwa moja madhabahuni, na wengine wao wamekuja na shuhuda za yale ambayo Mungu amekwisha kuyamaliza tayari. Ni maisha ya mtu ambaye anateswa na mikono ya matabibu wengi. Lakini jambo lile la nne ambalo ni taabu, ya kwanza ni ugonjwa wenyewe, ya pili ni kuteswa na mikono ya matabibu wengi, ya tatu ni kuteswa kwa kupoteza mali yake yote. Wakati unapokuwa unataabishwa na ugonjwa, ukawa unataabishwa na mikono ya matabibu hawa hawakutibu bure. Maandiko yanasema amepoteza mali yake yote, mpaka anapotaka kukutana na Yesu. Alikuwa tajiri, amekuwa fukara. Alikuwa na ng'ombe wengi, na sasa hana hata mbuzi wa kukamua maziwa.
alikuwa ana jina jema, na sasa amekuwa na jina la mtu ombaomba, mtu aliyechokwa na kila mmoja. Lakini taabu ya 4 ilikuwa ni kwamba hawezi kuingia hekaluni kumwabudu Mungu. Tatizo lolote linalokuzuilia mahusiano yako na Mungu, hilo limekuzuia njia ya pekee itakayokupatia suluhisho la kudumu. Lakini jina la Bwana litukuzwe, ya kwamba Yesu Kristo alikuja, hakukaa hekaluni kama makuhani wakaavyo hekaluni. Alitembea huku na huko mtaani, na huyu mama akasema, nitatoka nikaguse upindo wa vazi lake, nitakuwa mzima. Na ndicho kilichotokea. Yesu huyu na afanye tembeleo katika maisha yako, afanye tembeleo katika maisha yako, akugange na kukuponya, akufungue na kukuweka huru katika jina la uweza la Yesu Kristo. 5, ni mtu gani huyu ambaye roho ya udhaifu inayakabili maisha yake? Ni mtu yule ambaye anakabiliana na hali ya udhaifu au magonjwa yanayoigharimu familia yote. Ni magonjwa au udhaifu ambao unaitabisha na kuitesa familia yote. Kuna magonjwa ambayo yakimpiga mtu ni yeye tu anayekutana na maumivu na taabu ya magonjwa hayo. Na kuna magonjwa yanayozuia baadhi ya vitu kwa maisha ya mtu mwenyewe kibinafsi. Inapotokea kwamba ugonjwa huu umekwamisha elimu yako, ni wachache ambao wangeweza kujua kwamba kwa wewe kupata hiyo elimu ingekuwa na impact kubwa kiasi gani katika maisha ya watu. Lakini inapotokea kwamba sasa huyu ndiye baba wa familia amelala, huyu ndiye mama wa familia amelala katika kitanda cha ugonjwa, wote wanabaki wakiwa na maumivu emotionally, wanataabika, hisia zao zinapita kwenye machungu, wanaugua pamoja naye, wana vilio, wana mashaka, watu wanaitana huku na kule, watu wanajaribu kukusanya hiki na kile walicho nacho ili waweze kujaribu kumsaidia mtu huyu ambaye ni wa thamani kubwa katika familia. Na kwa sura hiyo, kwa kadri ambavyo watu wanajaribu kupambana ili wapate kumsaidia, ndivyo ambavyo maisha ya mtu huyu yanavyoendelea kuwa taabu, mzigo na mateso kwa walio wengi zaidi. Nimeona moja ya kisa kule Kenya cha binti ambaye anamuuguza baba yake. Ni binti wa miaka kama 13, 14, na baba anaonekana kwamba amepata tatizo la stroke, amepoza, na huyu binti ameacha kwenda shule, na wanakaa kwenye nyumba ambayo kwa kweli inahitaji matengenezo makubwa. Na mazingira yaliyopo, majirani wangeweza kuwa wananena yaliyo mengi kwa binti huyo, kwa kuwa sasa huyu ndiye ndugu peke yake aliyebaki kwa baba huyu, na huyo binti ndiye amebeba jukumu la kumwogesha baba yake, la kumtengenezea chakula, la kumgeuza hivi na vile. She doesn't care. Kwa hivyo maisha yake yamekuwa dhabihu ya kuhakikisha huyu baba anakuwa salama, lakini anapoteza vilivyo vingi katika hatima yake mwenyewe. Huu ni udhaifu unaompata mtu mmoja katika familia, na mateso yake yanakuwa kwa wengi katika familia hiyo. Na mara nyingine mateso ya namna ile yanaweza kwenda umbali ambao hata huyu mtu kama akienda katika njia ya watu wote, madhara ambayo udhaifu ule yalisababisha
watu waliosalia huko nyuma wataendelea kuishi na madhara hayo kwa muda mrefu. Kama ikitokea kwamba kwa huyu baba kuwa mdhaifu, alikuwa na ng'ombe akawauza wote ili ajitibie, alikuwa na shamba akaliuza, alikuwa na nyumba akaiuza, alafu pia ikawa iwe ni kwa kushindwa kwa mapambano au kwa chochote ambacho akijaenda sawa, akaenda katika njia ya watu wote aliowaacha walio wake, baada ya mkono wa mwovu kumuibia vyote vya thamani. Hawa waliobaki hawatasema hakufanya jambo lilo jema, kwa sababu jambo lilo jema ni nini? Ni kuwa na vitu au kuwa na afya njema? Ni kuwa na afya njema, ndiyo. Na sasa vitu vimeenda na afya njema haikuja. Matokeo yake waliobaki wanabaki katika namna ya mateso kwa sababu ya udhaifu uliokuwa umempata mtu huyu. Bwana na afagilie mbali kila namna ya udhaifu na kusudia kuyaiba mema uliobarikiwa na Mungu, katika jina la uweza la Yesu Kristo. 6, ni mtu gani huyu anayepigwa na kukabiliwa na roho ya udhaifu? Ni mtu ambaye anaishi akiwa amesheheni kwa kubeba yaliyo mengi yaliyo mema, lakini maisha yake yamejawa na neno lakini. Ni kama kusema Naamani, jemadari wa jeshi la Shamu, alikuwa mtu hodari, na Mungu amewapa ushindi taifa la Shamu katika mataifa mengi kwa mkono wa Naamani, lakini alikuwa na ukoma. Hii inamaanisha nini? Unafanya vema katika maeneo mengi yote, na shetani anakupiga na lakini inayokuwa wazi machoni pa wote. Ni kama kusema Yabesi alikuwa amefanikiwa, alikuwa na heshima kuliko ndugu zake wote, lakini alikuwa na uchungu kwa sababu mama yake alimuita jina lake Yabesi akisema nimemzaa kwa uchungu. Na Yabesi akamlingana Bwana Mungu wake akiomba na kusema, lau Mungu angelinibarikia kweli kweli. Kwa nini? Amebarikiwa lakini anahisi kuna kitu kinapungua. Akaniwekea mkono wake, akaondoa uchungu wangu. Kwa hiyo alikuwa na uchungu na jina lake linamaanisha uchungu. Akaizidisha hodhi yangu, akanitenga na mkono wa yule mwovu usinielemee. Na Mungu akamjalia Yabesi kwa kumsikia na kuyajibu maombi yake. Kila lakini katika maisha yako jioni hii leo, na iwe ndiyo mwisho wa lakini hiyo, katika jina la Yesu Kristo. 7, ni maisha ya namna gani ya mtu aliye muhanga wa kile tunachokiita roho ya udhaifu? Ni pale ambapo mtu ambaye anaishi akiwa muhanga wa roho ya udhaifu ni mtu anayeishi akitegemea rehema za wanadamu wengine. Anaishi akitegemea wanadamu wengine kumsaidia kwa haya na yale ili aweze kuiona kesho yake. Ni jambo lililo baya kuwategemea wanadamu? La hasha. Ni jambo lililo baya na ni laana kuwategemea wanadamu huku moyoni mwako umemwacha Mungu. Wanadamu watakusaidia kwa kiwango kile ambacho Mungu anawaleta kwako ili wawe baraka kwako kwa kiwango fulani, lakini hawawezi kukupeleka kule ambako Mungu anataka kukufikisha. Hawawezi kukupeleka kule ambako Mungu anataka kukufikisha. No, hawawezi. Ndio sababu Yeremia anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, na huku moyoni mwake amemwacha Bwana.
bali anaheri mtu yule ambaye Bwana ndiyo kimbilio lake. Anaheri mtu huyo, atakuwa kama mche uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao jani lake halinyauki majira yote ya mwaka, naye anazaa matunda yake kwa wakati wake. Ni Injili ya Yohana sura ile ya 5. Kuna mtu aliyelala katika birika ya Bethesda kwa muda wa miaka 38. Ni kati ya kesi zilizo ngumu, zilizochukua miaka mingi, zilizowekewa records katika maandiko, kwa maana ya kwamba mtu huyu alikuwa hawezi, amepoza kwa miaka 38. Na maandiko yananena Yesu alipokutana naye, alipomkuta mahala pale, anamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Kwa miaka 38 akili yake imefungiwa mkwamo. Majibu yake anasema, tatizo langu sina mtu. Sina mtu wa kunitumbukiza birikani maji yanapotibuka. Alijua maji yanatibuka. Alijua kila wakati malaika wa Bwana huyatibua maji kwa ajili ya miujiza ya watu. Lakini yeye alidumu kusema, sina mtu wa kunifaa. Mara kadha nimenena katika maeneo mengine ya kimahubiri, mtu huyu hawezi kusema hana mtu. Mtu huyu alikuwa na watu kwa muda wa miaka 38. Kama alikuwa mahala pamoja, lazima kulikuwako na waliokuja ili wamwogeshe. Lazima kuna waliokuwako wamekuja ili wampatie chakula. Lazima kuna waliokuja ili wambadilishie mavazi. Lazima kuna waliokuja ili wapate kumpa maelekezo, maji yakitibuka nini kifanyike. Lakini watu wote walichomsaidia, hawakumsaidia kile alichokuwa na kihitaji. Alichokuwa na kihitaji ni uponyaji, wala sio maji yaliyotibuliwa. Kama maji yanatibuliwa lakini unatangulia wengine, na hakungewezekana kujua timing ni lini na ni saa ngapi na ni dakika ngapi na sekunde ngapi tumtupe huyu mtu. Na kwa sura hiyo, kwa miaka 38 amekaa akingoja mtu, na mtu huyu hatokei. Lakini alikuja Yesu Kristo, na mara hii hakutibua maji. Alimwambia, beba godoro lako uende. Na mtu huyu alibeba godoro lake akiwa mzima kabisa. Kutana na huyu Yesu. Yeye nawe msaada wako, msaada utakao kuondoa mahala pa manunguniko, mahala pa huzuni, mahala pa vilio, mahala pa uchungu, mahala pa kutwezwa, mahala pa kutelekezwa na kusahauliwa na wanadamu. Akikuinua yeye, maisha yako yataletwa mahala pa mdhihirisho wa shuhuda zake, na jina lake litatukuzwa. Ni mtu wa namna gani huyu ambaye ni muhanga wa roho ya udhaifu? Ni mtu ambaye anapigwa na udhaifu unaomsukuma kuyaishi maisha yanayozalisha tabia itakayoyaangamiza maisha yake upesi. Tabia itakayoyaangamiza maisha yake upesi. Katika moja ya nyakati, tulikuwa na kijana ambaye Mama Ididi Manase alitembelea mgonjwa wa hospitali kule Muhimbili. Na moja ya nyakati akakutana na huyu kijana ambaye hakuwa na ndugu, hakuwa na watu wowote walio karibu na yeye kule hospitali. Akamwombea na akampa maelekezo, na huyu kijana akaja kanisani. Tukiwa tunamwombea na kumshauri, alikuwa na kidonda kikubwa mguuni, na tukatoa maelekezo katika uongozi wa kanisa kwamba hakikishe kwamba anapelekwa hospitali kila wakati inapohitajika kufanyiwa dressing, na kulipia dawa anazohitaji kuzitumia. Jambo ambalo tulikuja kutambua baadaye, kwa kuwa kijana alikuwa akikaa na vijana wengine kanisani. Yeye dawa alizokuwa akitumia zilikuwa zimemfanya kuwa addicted.
amekuwa mwathirika kama mwathirika wa madawa. Wakati wowote angechukua sindano ye mwenyewe angejichoma, na angekaa akiwa kama mtu ambaye amelewa madawa. Hakuwa mtu ambaye amekuwa addicted kwa kwenda kula madawa mtaani, lakini zile dawa zilizokuwa zikimtuliza maumivu, baadaye akaja kutambua kwamba ni dawa ambazo zinaingia kwenye mfumo wa ufahamu na zinaleta ulevi wa namna fulani. Ndivyo ambavyo alikuwa pushed kuwa aina ya mtu ambaye ni addicted katika madawa, si kwa sababu alitaka kutafuta ulevi kama bangi, lakini tatizo lilidevelop tatizo jingine. Ni mpaka tulipoweka mkazo wa kina ya kwamba hizi ni dawa ambazo hatutakuruhusu kuzitumia tena, na ni lazima ifike mahala ambapo ijulikane kwamba kama tabibu alikomea hapa, ukomo ule huo umekoma. Usiendelee kuzitumia kama kitu kinachokuletea faraja ya kuharibu ufahamu wako wakati unaharibu mwili wako. Katika kipindi changu tunapokwenda kuongea kuhusiana na majawabu ya kutafuta, moja ya majawabu unayoyahitaji kuhusiana na nguvu ya roho ya udhaifu, moja ya pointi za muhimu ni pamoja na kukataa kuwa ni tabibu wako wewe mwenyewe. Kwamba unasikia kichwa kinauma, unaenda kununua dawa fulani. Unasikia tumbo linauma, unaenda kununua dawa fulani. Na unajitibu kwa muda fulani, kwa umbali fulani, kwa miaka fulani, na unakuta umejitengenezea madhara ya tatizo ambalo hukuwa unalijua. Roho hii ya udhaifu huwa inaweza ikawapush watu kwenda kwenye matatizo mengine. Unajikuta umesukumiwa tatizo la tabia na mwenendo ambao katika huo watu wabaya na wale waovu wana take advantage of your infirmity, of your weakness, na unajikuta sasa umekuwa muhanga maradufu badala ya kupokea msaada. Leo hii Mungu akuongoze katika njia za salama, nawe ukawe huru kweli kweli. Lakini mwisho wa yote, roho ya udhaifu huwa inawasukuma watu katika yepi? Point number 9. Inawasukuma watu katika kifo kisichokuwa cha wakati wake, yani the untimely death. Inawasukuma watu katika kifo cha ghafla, the sudden death. Inawasukuma watu katika kifo kisichoweza kuelezeka, the unexplainable death. Inawasukuma watu katika kifo cha ajali, the accidental death. Na kwa lugha nyepesi, vifo vya namna hivi vinapotokea, kunatokea the abortion of your destiny. Maanake hatima yako inakuwa imeuawa. Wakati wowote vifo vya namna hii vinapotokea, kinachokuwa kimeuawa ni hatima ya mtu. Hatima ya mtu huwa inakusudia iwe baraka, ustawi na mema kwa maisha ya wengi. Na mauti isiyo ya wakati wake, mauti ya ghafla, mauti ile ya ajali, mauti inayomtokea mtu kwa sura ile ambayo yeye mwenyewe hakuwa ametarajia, kinachokuwa kimeuawa kwa kina chake ni hatima ya mtu huyo. Kwa kuwa kila mwanadamu anayezaliwa huko duniani ana destiny assignment, una hatima unayotakiwa kuiishi. Na hiyo hatima usipoiishi ukaitimiza, hicho ndicho tunachokiita the abortion of destiny. Hatima yako inakuwa imeuawa. Unafanya nini ili kuondoka katika roho hii ya udhaifu?
Jambo la kwanza, nena na moyo wako ili uwe tayari kutii na kuyaandama maelekezo ya kiungu, yaani be obedient to divine instructions. Maelekezo ya kiungu mara zote yanaweza yasiwe kitu rahisi kwa mtu yoyote kuyafuata kiwepesi. Unamuona huyu kipofu wa Injili ya Yohana sura ya 9. Huyu ni kipofu tangu kuzaliwa. Watu wanamjadili, anawasikiliza, na kisha anasikia mmoja wao anatema mate chini, anakoroga tope, anaweka kwenye macho yake, na yeye ametulia tu, halalamiki, hawajibu swali lolote. Na kisha anasikia maelekezo, nenda katika birika ya Siloamu ukanawe, nawe utapata kuona. Hiyo Siloamu sijui kama amewahi kuifika hata siku moja. Hata kama aliwahi kufika, kumbuka yeye ni kipofu saa hii, anaanzaje kuitafuta hiyo Siloamu? Lakini maandiko haya kuelezi mchakato wa hayo yote. Alitii, akaenda, akanawa, na akarudi akiwa na macho yake. Maelekezo ya kiungu, the divine instructions, haiwezi kuwa jambo jepesi kwa wewe kulitii. Lakini mara ukipewa neema ya kutii, udhaifu hautabaki katika maisha yako. Udhaifu lazima uyaache maisha yako. Udhaifu lazima upoteze nguvu yake katika maisha yako. Jambo la pili, unafanya nini ili kutengwa na roho ya udhaifu? Amini katika njia zisizo za kawaida, the uncommon ways of healing, ambazo zinaachiliwa na Mungu. The uncommon ways of the divine healing. Mungu anapotaka kumponya mtu, ana njia ambazo kwa kawaida si za kawaida. Anamwambia Naamani, nenda kajichovye kwenye mto Jordan mara 7. Ni lazima mto uwe ni Jordan, na ni lazima iwe mara 7. Na Naamani anaanza kujiuliza maswali ya common sense, kwamba kama mto ndio dawa ya kutibu ukoma, kule kwetu kuna mito mingapi? Kuna mito iliyo bora kabisa, kuna Abana, kuna Fapari. Siningesha pona tangu zamani. Hii ni dhihaka gani naletewa? Na watumishi wake wakamwambia, twende tu, umeambiwa jambo jepesi, twende ukalitende. Na anapoenda, sio kujichovya tu, bora kujichovya atoke, kujichovya mara 7. Those are uncommon ways of the divine healing. Tunaposema njoo, shiriki nasi meza ya Bwana, ndani yake kuna uponyaji. Tunaposema chukua, hii ni damu ya Yesu. Tunaposema chukua maji haya kunywa, there are uncommon ways of the divine healing. Wakati ukiwa unaziamini, ukajua kwamba kwa njia hii nitapona, hautapokea pungufu ya hicho. Na jambo la mwisho, shughulika na mizizi ya tatizo. Usipokee uponyaji ukaacha kushughulika na mzizi wa kile kilichosababisha uwe na tatizo la udhaifu. Kwa wengine dhambi ndiyo mzizi wa tatizo lako. Kwa wengine mzizi ulikuja katika ulimwengu wa mjumbe aliyekuja katika ulimwengu wa ndoto zako. Kwa wengine ni mguso wa kipepo ulioyagusa maisha yako. Kwa wengine ni ulimwengu wa uvuvio wa kipepo, maombi ya kipepo, iwe katika ulimwengu halisi au ulimwengu wa ndoto zako. Kwa wengine ni pale ambapo unakutana na huyu pepo au jini mahaba, anayataabisha maisha yako wakati wa usiku, nawe unakuwa ni mtu uliye na mfumo wa uzazi uliovurugwa, uliotaabishwa, uliofungwa. Mara unaposhughulika na mizizi ya tatizo, wewe unapokea uhuru wako mkamilifu. Mahala sahihi pa kuanzia ni katika kumpa Yesu maisha yako, Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
Hii na iwe fursa yako, wala isikupite. Mwambie Bwana Yesu kwa kuweka mikono yako yote miwili kifuani pako. Bwana Yesu, nafungua moyo wangu sahi na kukaribisha wewe. Tawala Bwana roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele, kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unifanye kuwa wako, nami nachagua wokovu leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Kwa maelekezo, ushauri, maombezi zaidi, wasiliana nasi kwa namba zinazopita katika screen yako. ENCC Mji wa Bwana, tuko Mbezi kwa Msuguri, na hapo mabaya hayaruhusiwi kuangamiza. Baba, na kutukuza kwa ajili ya kila mtazamaji wa Nguvu katika Neno. Je, si ndiwe unayelituma neno lako likatuponya na kututoa katika kila namna ya maangamivu? Natamka juu ya mtazamaji huyu maangamivu ya kila namna na yatengwe mbali na maisha yake. Mateso yale ambayo mwovu alikusudia yawe juu ya familia yake yote, kwa mateso kumpata yeye, mateso yale na yafagiliwe mbali katika jina la Yesu Kristo. Mateso yale ya udhaifu unaomaliza mali zao, unaomaliza hazina zao, na yatoeke katika jina la Yesu Kristo. Mateso yale yanayozuia uwezo wake, vipawa vyake, karama zake, huduma zake zisitende kazi ipasavyo, udhaifu ule na ukemea katika jina la uweza la Yesu Kristo, na utoeke udhaifu ule ambao unamuacha akiwa muhanga wa kutegemea mikono ya wanadamu kumsaidia, nayo inaishia kumnena mabaya na kumsimanga bila kumpa msaada wa kumuinua kwa suluhisho lake. Wewe uliyemsaidia aliyepoza kwa miaka 38 katika Injili ya Yohana sura ya 5, wewe msaada wake. Nena kupitia kinywa changu na uzima mkamilifu uje juu yake. Yale yaliyo taabu ya damu yake yatoeke. Kupoza kutoeke. Taabu ya tumbo itoeke. Taabu yoyote mfumo wa ufahamu, mfumo wa uzazi itoeke katika jina la Yesu Kristo. Leo hii kwa mguso wa mkono wako wa milele, uzima wa Kristo na uwe juu yake. Asife, asiuawe, kaburi likatae kummeza. Apewe uzima, tena uzima uliotele katika wewe Bwana. Kila kiwekezo cha udhaifu kung'olewa na king'olewe katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, litukuzwe jina la Bwana kwa neema hii ambayo Mungu ametupatia tena. Wala usisahau katika mji wa Bwana, yale yaliyodawa na uchungu wako yanageuzwa kuwa shuhuda za kumtukuza Bwana. Tukutane katika madhabahu ya mji wa Bwana. Naam, katika majira haya tunapotembea katika upako unaoyainua maisha ya watu, na wewe uwe miongoni mwa hao watakaoinuliwa. Wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.